Iqra FM. Ndugu zangu waandishi wa habari, karibuni sana katika ofisi za BAKWATA mkoa wa Mwanza. Nikiwa shekhi wa mkoa wa Mwanza, na kukaribisheni kwa furaha na kukupongezeni kwa kuja hapa ili mpate uhalisia wa mambo, hususan kwenye jambo kubwa la Eid al-Fitr. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tarehe 20 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, siku ya Ijumaa, kwa kalenda yetu ya Kiislamu leo ni mwezi 30 Shaaban 1447, na kwa kawaida tunayo mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Amefundisha akasema, sumu li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana wa mwezi, waftiru li ru'yatihi, na ikitokea kufungua basi mfungue kwa kuonekana wa mwezi. Fa innahum alaykum, ikiwa mwezi utajificha kwenye mukabala wenu, fa akmilu al-idda, timizeni idadi ya siku za Shaaban. Kwa hiyo sisi Waislamu Ahlus Sunna wal Jamaa tunafuata mafundisho sahihi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa mwezi jana haukuonekana, ambao ilikuwa ni mwezi 29, sasa tunakamilisha leo, na bila shaka yoyote kesho tarehe 21 ya mwezi wa 3 2026 itakuwa ndiyo mwezi mosi, mfungo mosi. Kesho itakuwa mwezi mosi, mfungo mosi. Kwa hiyo tumie nafasi hii kuwajulisha Waislamu wa mkoa wa Mwanza kwamba maimamu wetu, makhatibu wetu, madai wetu, wakuu wa taasisi mbalimbali, mashaka zetu wa kata, wilaya na viongozi wa baraza mkoa kwamba tumekubaliana salatul Eid, kila msikiti kwa umma ulivyo wa Waislamu, ni vyema kila msikiti waswali swala yao ya Eid pale mahala pao waswali, au amue mahala waswalie. Lakini napenda kuwajulisha wana Mwanza, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, salatul Eid kimkoa itaswaliwa katika viwanja vya Nyamagana. Viwanja vya Nyamagana pale stadium ndio pataswaliwa, na swala itasimama kati ya saa 1:30 mpaka saa 2. Nasema hivyo kwa sababu ya geography ya maeneo yetu, na nitoe wito kwa zile shule ambazo huwa zinakuja kujumuika kuswalia pale. Mara nyingi tumekuwa wakati mwingine hata tukibeba lawama kwamba tunawachelewesha watu, tuliwatangazia muda fulani, lakini tunapata huruma kama shule imeamua kutoa mabasi zaidi ya 10 kuwaleta wanafunzi kuja kuswali, halafu tukiswali haraka tunakuwa tumewanyima ile fadhila. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwaomba wakubwa wenzangu, walimu wenzangu, viongozi wenzangu wa shule husika zote zinazoswalia Nyamagana, tuwaandae watoto wetu mapema, na swala hii ya Eid al-Fitr ni swala ya kutangulia kufuturu mapema. Ikiwezekana ni safari ya magari ianze kwenye 12:30 saa 1, ili wafike viwanja vya Nyamagana. Wamechelewa sana 1:30 saa 2 kamili wao wamefika, ili tuweze kuswali swala ya Eid al-Fitr kwa pamoja. Nitumie nafasi hii kuendelea kushauri kwa maimamu wetu na makhatibu, hotuba zetu za Eid al-Fitr mwaka huu, maelekezo ya baraza la mashehe mkoa wa Mwanza, hotuba mbali ya kwamba khatibu kwenye eneo lake atazungumza mambo mbalimbali ikiwemo saumu yenyewe, umuhimu wake na kadhalika, lakini niwaombe tusiache kuyafanya yafuatayo. Moja, kuendelea kukazia jambo kubwa la maadili katika nchi, kwa maana mmomonyoko wa maadili, lakini tusiache kuzungumzia swala la amani na kuiombea dua nchi, hasa Mwenyezi Mungu aidumishe kwenye amani na utulivu. Tuombe, na katika mazungumzo yetu tusiache kuelekezana juu ya umoja, mshikamano baina ya Waislamu bila kujali taasisi wala madhehebu, lakini umoja na mshikamano wa Watanzania bila kujali dini, kabila wala rangi. Katika hotuba zetu za Eid hiyo kesho, tukijaliwa tukiwa hai na salama, basi juu ya mimbar ambayo ni kazi ya kuhutubu, ni kazi aliyofanya Mtume mwenyewe, basi tukiwa kwenye kilili cha mimbari ya hotuba tusiache kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na kizazi chake, familia yake, wasaidizi wake, makamu wake wa rais, waziri mkuu, mawaziri, wakuu wa mikoa na kadhalika. Almuhimu
tuiombee nchi na vyombo vyake vya ulinzi na usalama. Haya ni mambo muhimu ambayo tumeelekeza kupitia baraza la mashekhe mkoa, mbali ya hotuba mbalimbali zinazotolewa, lakini haya tuyape kipaumbele. Lakini jambo jingine kubwa tuligusi hata kidogo ni umuhimu wa Waislamu kutoa zakatul mali au zakatul tijara, zaka ya biashara, zaka ya madini na kadhalika. Tuwaeleze ili siku ya kiyama wasije waumini wakasema mashekhe hawakusema. Basi haya ni mambo muhimu, tuyahamasishe, tueleze. Baada ya swala ya Eid pale Nyamagana kutakuwa na baraza la Eid. Ile baraza la Eid litafanywa baada tu ya swala, na tumemwalika mgeni rasmi kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Kwa kawaida mkuu wa mkoa anakuwa mgeni rasmi kwenye baraza, ama yule atakayemwakilisha anakuwa mgeni rasmi kwenye baraza. Kwa tumepanga baada tu ya swala, ndani ya muda mfupi baraza hili lianze. Na ni kwa nini kwa sababu tunafanya asubuhi? Ni kwa sababu kuna baraza la Eid la kitaifa ambalo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na atakuwa na mwenyeji wake Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri. Wawili hawa tutapenda kusikia hotuba zao, maelekezo yao na namna watakavyotuasa katika dini yetu na dunia yetu. Kwa hiyo niwaombe tu kwamba tukija kuswali swalatul Eid Fitri, basi tuje moja kwa moja kushiriki na baraza la Eid. Lakini tumewapangia kwamba siku ya Jumapili ambayo itakuwa ni Eid pili kuanzia saa 3 asubuhi, tumeona siku ile ya Eid mosi tuiache watu wakae na familia zao. Lakini siku ya Eid pili kutakuwa na shughuli ya kulisha vituo vya mayatima, vituo vya matalibul ilmu, vituo vya watu wasiojiweza. Tutawakaribisha hapa na vituo vyetu vya vijijini ambao wamefanya vizuri tunawakaribisha kwa chakula mchana kutwa Eid pili. Lakini nitumie nafasi hii tena kualika BAKWATA mkoa wa Mwanza katika chini ya kurugenzi yake ya Juvikiba ambayo inakuwa ni kurugenzi ya mabinti, wameandaa tamasha linaloitwa usiku wa wanandoa. Kwa hiyo siku ya Jumapili kutakuwa na tamasha kubwa la kufunda ndoa. Watu wengi tu ndani ya ndoa hatuzielewi, hatuzifahamu. Kwa tunaenda pale kukumbushana. Wale wanaofahamu tuwakumbushe, wasiojua tuwajulishe. Unaweza ukasema jambo la masaa 3 ndio lina athari kubwa, tumeona faida yake, kwani sisi huu ni mwaka wa 8 tunafanya tukio hilo. Niwakaribishe sana, na uko utaratibu wa malipo. Kuna meza moja naambiwa na wasaidizi wangu itaweza kukaliwa na watu 5, unalipa 2.5 ambayo utaweza kula na kunywa kwa raha na furaha wewe na familia yako. Lakini wale watu wazima watakipokea mafundisho yao ya ndoa. Lakini tuna meza ya shilingi 50,000. Nimeona niiseme wazi ili mtu ataposikia awe ameelewa moja kwa moja, na hiyo ni kwa ajili ya chakula wala sio malipo. Na kuna meza ya shilingi 30. Kwa kuwa tunasherehekea Eid, hatuwezi kwenda pale tukala makande. Inawezekana mtu furaha yake ni makande, lakini tutakuwa na vyakula mbalimbali vya kuweza kufanya wewe ufurahike. Na nitumie nafasi hii kumshukuru mzee wetu Christopher Mwita Gachuma, mlezi wetu huyu, amekuwa mstari wa mbele kwa hiyo miaka yote 8 akitusaidia. Tayari ameridhia ukumbi wa pale Mwanza Hoteli utumike. Kwa shughuli itakuwa tarehe 22 pale katika ukumbi wa Mwanza Hotel, na shughuli itaanza saa 1 baada salati al-maghrib. Tukishaswali swala ya magharibi tuingie pale. Lengo letu ni mpaka saa 6 Isha. Itakapofika swala ya Isha tunaweza break, tutaswali Isha, tutarudi ndani, na yote ndio katika mafunzo ya ndoa. Kwa sababu moja ya mafunzo ya ndoa ni kuzifanya nyumba ziimarike zikae Kiislamu. Pia tuwaonyeshe kwamba unaweza kuwa kwenye jambo ukaliacha ukamwabudu Mungu na ukarejea katika jambo. Sababu ya kuanza mapema ni mapenzi yetu kwamba tufike saa 6 jambo limekwisha, ili watu wakaendelee kupumzika na kustarehe na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuiona Ramadhani ya 1447. Na Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tusherehekee Eid hii kwa amani, tusherehekee Eid hii kwa utulivu. Na niseme tu kwamba katika zile hotuba zetu tunapohimiza amani, tuhimize hata namna bora ya kusherehekea Eid. Mfano, nakumbuka kuna mwaka ulipita, miaka nyuma, watoto walijikuta wamekwenda kwenye ukumbi mmoja ya mikoa ya Tanzania, na walipokuwa mle katika ule ukumbi wakakosa hewa. Matokeo yake tulipoteza watoto wa Kitanzania wengi zaidi. Kwa hiyo nisingependa Mwanza litokee jambo kama hilo. Ni vizuri wakati mwingine toka na mtoto wako, mpe mtu mwaminifu, tuwe makini kwenye uvukaji barabara na kadhalika. Naamini jeshi la polisi limekushajipanga vizuri kusimamia swalatul Eid na sherehe za Eid. Basi tuendelee kushukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, lakini jambo la kulinda amani ni jambo langu mimi na wewe. Iqra FM.